Baba, majina yote mazuri ni yako Yawe. Unaitwa Jehova Nisi, bendera ya ushindi wangu. Unaitwa Jehova Shama, Jehova Jire. Yawe uimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yawe imba Yawe, uimidiwe Baba, umejulikana yote. Yawe imba Yawe, uimidiwe Baba, kwa mataifa yote. Imba Yawe, rudia tena, imba Yawe, uimidiwe Baba, umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Haleluya! Weka mikono, cheza, anacheza, vinanda, cheza, vinanda, cheza, vinanda, cheza, vinanda, wote weka mikono na Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wako Bwana. Bwana, haleluya, mrudishie Bwana utukufu. Ndio Bwana, uwastahili utukufu Jehova Jire. Ndio Bwana, mrudishie utukufu wako. Heshima mamlaka ni vyako. Ndio Bwana, pokea wewe Bwana. Ndio Bwana, uwastahili utukufu Jehova Nisi.
Hata sauti zetu tukiunganisha sauti zetu tukisema Yesu takatifu, Yesu astahili, heshima na utukufu. Maisha yangu yote nayatoa kwako. Wewe ni chaguo langu la milele. Nikiwa na wewe nina amani tele. Nainua mikono ninakuabudu wewe. Maisha yangu yote nayatoa kwako. Wewe ni chaguo. Si kwamba mimi nilikuchagua, bali wewe ulinichagua kwanza, ukaniweka ili nizae matunda, na matunda yapate kukaa, na lolote niombalo kwa jina lako wewe unalitenda. Wewe unalitenda. Maisha yangu yote Bwana nayatoa kwako. Heshima na utukufu. Nataka nisikie sauti ya mtu mmoja akimwadhimisha Bwana. Sauti ya mtu mmoja akimwadhimisha Bwana kwa matendo makuu aliyotenda katika maisha yetu, akimwabudu Bwana kwa maneno ya kinywa chake, akiinua mikono yake juu na kumtukuza kwa matendo yake makuu. Yeye Mungu anayestahili kuabudiwa, aliyeketi enzini pake, yeye mfalme wa utukufu, yeye Bwana wa majeshi, yeye mfalme wa utukufu. Utukufu ni wake, uweza ni wako Bwana, uweza ni wako. Ninalitukuza jina lako takatifu. Hakuna kama wewe Mungu wetu, matendo yako ni makuu mno. Wewe ni Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Hakuna wa kulinganishwa na wewe. Ni wewe uliyeziumba mbingu na nchi. Baba, tunakuabudu maana umestahili heshima, umestahili utukufu. Pokea utukufu maana umestahili, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Asante sana. Nilishikwa sana na moyo wangu kushiriki maneno haya ambayo ninayaleta leo. Nilikuwa na ujumbe fulani ukawa umekataa kabisa, na nikasema basi wewe Mungu unajua. Nikaongozwa na msukumo uliokuwa ndani ya moyo wangu na Roho Mtakatifu ili tushirikiane na ninyi. Kitabu kinaitwa kitabu cha Esther, na nataka tushirikiane mambo manne katika kitabu cha Esther. Jambo la kwanza tutakalokuwa tunaliangalia
au hasa somo letu tutaliita ni nini siri ya mafanikio ya ushindi wa Esta. Ni nini siri ya mafanikio ya ushindi wa Esta? Kitu cha kwanza tutakachokiangalia ni hiki: alikuwa anasikiliza mafundisho na kuyatenda. Hilo ni jambo la kwanza. Alikuwa anasikiliza mafundisho na kuyatenda. Namba 2, nguvu ya maombi ya kufunga. Nguvu ya maombi ya kufunga. Tunaangalia ni nini siri ya mafanikio ya ushindi wa Esta. Na jambo la pili ni nguvu ya maombi ya kufunga. Jambo la 3, kuhatarisha maisha kwa ajili ya kuokoa taifa lake. Kuhatarisha maisha kwa ajili ya kuokoa taifa lake. Jambo la 4, kumpatia Mungu nafasi ili afanye makusudi yake. Kumpatia Mungu nafasi ili afanye makusudi yake. Mungu anisaidie, anipe neema tushiriki pamoja na ninyi kwa haya. Ngoja nikuahidi, Mungu atakubariki kwa sababu tayari amesha nibariki kwenye huu ujumbe. Nasema Mungu atakubariki kwa sababu tayari amesha kunibariki kwenye huu ujumbe. Tuko mahali hapa asubuhi hii ili Bwana atubarikie. Bwana aseme na sisi. Bwana akutane na haja za maisha yetu. Hatuji kanisani tu ili mradi, tunakuja kwa sababu kuna jambo fulani ambalo Mungu anataka kufanya na sisi. Na ndio maana hata mimi nilipokuwa namuomba Mungu, alikuwa ananionyesha nikitaka kwenda huko anasema hapana, nikitaka kwenda huko anasema hapana. Nikasema ni nini Mungu? Akasema mimi nawajua watu wangu. Haya ukisema nao na mimi nikikupa neema yatakuwa baraka. Haya yakanibariki mimi kwanza. Niliposikia nimebarikiwa, nikasema basi hii baraka tu niliyobarikiwa inanitosha. Wana EAGT, wana injili na wao wabarikiwe. Hallelujah. Sasa tunaanza taratibu. Ukiona nimebadilika, nimepandisha sauti sana, usiogope, maana kila mtu ana tabia zake. Mchungaji hapa anaongea vizuri, anaongea kwa utaratibu, ni vile yeye yuko namna hiyo, si ndio? Sasa nyingine mimi naendaga taratibu afu baadaye najikuta nimetoka kwenye utaratibu. Sasa nasema hivi niko mahali gani hapa? Haleluya. Kwenye hiki kitabu au kwenye hii Biblia kwa ujumla ni wanawake wawili tu kwenye Biblia walioandikwa kwa majina yao na vitabu. Hawa wawili. Wa kwanza ni mpagani anaitwa Ruth. Kwenye Biblia kuna kitabu cha nani? Cha Ruth. Alafu kuna kitabu kingine cha pili ni kitabu cha nani? Cha Esther. Unaona? Esther alikuwa anatoka kwenye ukoo au taifa la Israeli, lakini Ruth alikuwa anatoka kwenye taifa la kipagani. Kwa hiyo kumbe hata kama Waisraeli wameandikwa huku ambao ni ukoo wa Israeli, lakini na sisi tulikuwa wapagani wa mataifa, bado tulikuwa tuna mwakilishi wetu ambaye jina lake linaitwa Ruth. Huyu Mungu ninampenda kwa sababu hana upendeleo. Nasema ninampenda Mungu kwa sababu hana upendeleo. Katika kila jamaa, kila taifa, mtu amchaye na kufanya mapenzi yake ukubaliwa na yeye. Nasema ukubaliwa na yeye. Kwa unaona Ruth anawakilisha wa mataifa, ndio maana ameandikwa. Lakini Esther alikuwa anawakilisha taifa la Mungu, Israeli. Ndio maana naye amefanya nini? Ameandikwa kwenye Biblia. Sasa inakwendaje? Tunataka tuangalie kitabu cha Esther kuanzia sura ya 1 mpaka ya 10. Wale mnaosoma Biblia, najua mnasoma. Hakuna mahali pameandikwa neno Mungu, hakuna. Lakini hicho kitabu ukikisoma kimejaa mambo makubwa na matukufu ya Mungu. Hiyo ndio ajabu yake. Ina watu wa Mungu, ina wapagani, ina masuala ya ibada yanaenda humo ndani, lakini hakuna neno nani? Hakuna neno Mungu. Nilipokuwa naendelea kukisoma hichi kitabu nikaanza kupata neema fulani ya kukiangalia kwa namna ya tofauti. Lakini kwa sababu nataka nisimamie haya mambo manne leo, acha nisiende sana huko. Lakini ni kitabu kinachofunua siri za Mungu kwa ajabu sana. Sura ya 1 ya kitabu cha Esther, yani kuanzia ule mstari wa 1 mpaka wa chini,
unaonyesha juu ya mfalme anaitwa Ahasuero. Hebu tuseme wote Ahasuero. Huyo mfalme alimiliki dunia kipindi kile. Alimiliki dunia. Alikuwa mtawala wa ulimwengu mzima. Huyo mfalme, Biblia inasema alitawala majimbo 127. Hata Marekani, taifa kubwa ambalo linatikisa dunia, halijawahi kufanya hivyo kwa nchi yake, kwamba watu wanaweza wakala na kunywa bila kuwa na chochote. Huyu mfalme aliweza kutengeneza hiyo sherehe ya watu wake, wale wanywe, halafu hakuna kuulizwa gharama yoyote. Unamfananisha na nani katika uwezo wake? Ndio, hafanani na Mungu, lakini unaanza kupata picha fulani kwamba hiki ni kitu gani kinachotokea. Lakini sio hivyo. Huyo mfalme alikuwa na mke wake anaitwa Vashti. Sasa alikuwa yeye ni mfalme, Vashti anakuwa malkia, wote wanatawala kwa maeneo yao. Akawaita wakuu wake. Sherehe ilipokuwa imenoga sana, imependeza sana, akasema nataka niwaonyeshe vile mke wangu Vashti alivyopendeza, anavyofaa. Nataka nimlete mbele hapa mumuone. Hii Biblia inasema hivi, Vashti alipopelekewa ujumbe aje, akakataa. Akasema siendi huko. Ukisoma Biblia na vitabu vya historia, kuna sababu kama 2-3 zinaelezwa kwamba wanaume walikuwa wamekunywa, wamelewa, kwa hiyo wako chakali pale. Kwa yule mama, kwa sababu anajiheshimu, akaona nitakwendaje mimi mbele ya wanaume waliolewa halafu nionyeshwe kwamba mimi ni mke wa mfalme. Huyu mama akakataa, akasema mimi siji. Kuna sababu watu wanachimbua, lakini akasema mimi siji. Huyu mfalme akaletewa. Najaribu kufikiri kama ni mimi hapa nimesimama leo, alafu mke wangu anaitwa Christina, alafu mke wangu Christina nikamwambia, Christina njoo hapa nikutambulishe mbele ya wapendwa watakatifu wa EAGT, alafu kule nifanyie hivi hapa, nitakaa vizuri hapa? Tuseme kweli, nitakaa vizuri jamani? Inawezekana hata ujumbe wangu ukapungua mafuta, si ndio? Mama tafadhali njoo, mama njoo, nataka nikutambulishe. Nachosoma, kinachonishangaza mpaka leo, yule mfalme wala hakubabaika. Akaendelea na shughuli yake, akaendelea na sherehe yake. Alipomaliza akawaita watu wa sheria wanaojua taratibu. Akawaita, akauliza, jamani, Vashti mke wangu amenifanyia hivi mbele ya watu, mnasemaje? Unaona hana papara za kuamua mambo, anataka apate baraza likae. Najaribu kupata picha wakati Adamu na Hawa walipomkosea Mungu alifanya utaratibu wa kutaka kukutana nao ili aone haya mambo yanamalizika namna gani. Hakusema tu Adamu na Hawa umenikosea basi inawafukuza, siwataki. Aliwauliza kwanza, imekuwaje jamani, na niliwaweka mahali pazuri. Huyu mfalme Ahasuero anataka kujua, malkia huyu mke wangu, imekuwaje mama kukuita unakataa, imekuwaje? Wale wasomi wakamwambia mfalme, huyo mwanamke anapaswa aondolewe umalikia, kwa sababu akiendelea mabibi wote hawatawaheshimu waume zao. Jamani, haya yanayozungumza yameandikwa hapa, iko kwenye sura ya 1 yameandikwa hapa. Kwa hiyo ukiona vema, mfalme hawakumwambia fanya hivi, ukiona vema basi fanya. Yule mfalme akakaa, Vashti akaondolewa umalikia. Kwa hiyo mfalme akakaa. Baadaye mfalme alipokaa akaona sio kukaa peke yangu haikai vizuri, hasira zake zikaisha, au ile ghadhabu ikaisha. Akaamua sasa apate malkia. Jamani, si ndio? Apate malkia. Haya, twende sura ya 2 sasa. Kitabu cha Esta sura ya 2, tuanzie hapo mstari wa 1 tafadhali. Baada ya hapo, hasira yake mfalme Ahasuero ilipotulia, alimkumbuka Vashti na vile alivyomtendea na yale yaliyoamriwa juu yake. Unaona, alimkumbuka Vashti na vile alivyomtendea na yale yaliyoamriwa juu yake. Yaani pamoja na kwamba iliamriwa afukuzwe, aondolewe umalikia ili wanawake wengine wasianze kudharau waume zao, lakini akamkumbuka. Ili neno tu kukumbuka linanipa picha, huyu mfalme anajaribu kuiga tabia fulani ambayo haipo. Biblia inasema Mungu akamkumbuka Nuhu. Si ndio Biblia inavyosema? Jamani, si ndio Biblia inavyosema?
Mungu akafanya nini? Akamkumbuka Nuhu. Biblia inasema Mungu akamkumbuka Raheli, akafungua nini? Na huyu akamkumbuka Vashti. Asubuhi ya leo nikisimama katika madhabahu hii, inawezekana umesahauliwa, inawezekana watu wamekusahau, inawezekana hata ofisini umesahauliwa, inawezekana hata kwenye familia yako umesahauliwa. Asubuhi hii kwa neema ya Mungu, Bwana anakwenda kukukumbuka. Nasema Bwana anaenda kukukumbuka. Biblia inasema huyu mfalme akamkumbuka Vashti na yale aliyomtendea, kwamba huyu mama, huyu mwanamke, hata kama kweli ilitokea alifanya vibaya, hakuniheshimu, lakini nakumbuka vile alivyokuwa amenitendea. Nakumbuka vile alivyokuwa amenitendea. Tuendelee kusoma. Mstari wa 2 unasema hivi: basi watumishi wa mfalme waliomhudumia walimwambia mfalme na atafutiwe mabikira vijana wazuri, naye mfalme aweke wasimamizi katika majimbo yote ya ufalme wake, ili wakusanywe pamoja mabikira vijana wazuri wote waende Shushani ngomeni, kwenye nyumba ya wanawake mikononi mwa Hegai msimamizi wa nyumba ya mfalme, mwenye kuwalinda wanawake. Tena wapewe vifaa vya utakaso, na yule msichana atakayempendeza mfalme na awe malkia badala ya Vashti. Neno hilo likampendeza mfalme, naye akafanya hivyo. Basi palikuwa na Myahudi mmoja huko Shushani ngomeni, jina lake Mordekai bin Yaeli bin Shimei bin Kish wa kabila la Benjamin, ambaye kwamba amechukuliwa mateka kutoka Yerusalemu, miongoni mwa wafungwa waliochukuliwa pamoja na Yekonia mfalme wa Yuda, ambaye Nebukadreza mfalme wa Babeli alimchukua. Naye alikuwa amemlea Hadasa, yaani Esther, binti wa mjomba wake, kwa kuwa hana baba wala mama. Naye alipokufa baba yake na mama yake, yule Mordekai alimuita kuwa binti yake. Basi ikawa wakati iliposikika amri ya mfalme na mbiu ya wasichana wengi wakusanywe huko Shushani ngomeni mikononi mwa Hegai, Esther naye aliingizwa katika nyumba ya mfalme mikononi mwa Hegai, mwenye kulindwa na wanawake. Yule mwanamwali akapendezwa, akapokea fadhili kwake, naye akampa upesi vifaa vya utakaso pamoja na posho zake na vifaa vijakazi 7 walio haki yake na nyumbani mwa mfalme. Pia akamhamisha yeye na vijakazi wake, akaweka mahali pazuri katika nyumba ya wanawake. Mfalme akaambiwa na watumishi wake, sasa mfalme, hasira yako isiendelee. Fanya hivi: chagua wasichana mabinti mabikira, alafu wawekwe Shushani ngomeni, wakae muda wa mwezi mmoja, na wakae muda wa mwaka mmoja. Hawa wasichana wakikaa wafundishwe taratibu za Kibabeli. Lakini sio hivyo, wapewe vifaa vya utakaso. Miezi 6 wanatakaswa, wanaogeshwa, yani mpaka wafikie vile mfalme atakavyopendezwa. Miezi 6 mafuta ya manemane wampendeze mfalme. Alafu mfalme atachagua mmoja kati ya hao mabikira. Taarifa ile ikatangazwa. Majimbo 127, kila jimbo wakapeleka msichana. Kama ingekuwa labda na sisi hapa Tanzania, tungesema na sisi jimbo la Tarime tungetafuta msichana mmoja, tufanye nini? Tufanye nini jamani? Tumpeleke. Kwa hiyo kila jimbo likapeleka. Wahindi wakapeleka, Wahawa wakapeleka, Hawa wakapelekwa wasichana 126 wakawa wamefika kule wapi? Kwenye ngome ya mfalme. Baadaye huyu Mordekai, maandiko yanasema alikuwa na binti anaitwa Hadas. Naona, yaani Esther. Mtoto huyu alikuwa amefiwa na baba na mama, maana yake alikuwa yatima, lakini alilelewa na mtu anaitwa Mordekai. Mordekai akamwambia Esther, mjomba wangu, ndugu yangu, tafadhali na wewe nenda kule ngomeni. Esther naye akachukua nafasi, akaenda ngomeni. Alipofika Esther akachukuliwa na yeye, akapewa sehemu ya kukaa, vifaa vya utakaso kwa miezi 6 na miezi 6 mafuta ya manemane. Esther akawa kule. Taratibu ilikuwa hivi, naomba unisikilize. Mkikaa, alafu kuna siku inaamriwa, mfalme anakuja anakaa na kiti hapa, alafu wasichana wanatokea kule, wanapita, msichana mmoja inakuwa zamu yako, unapita mbele ya mfalme. Mfalme amekaa, anakuangalia vile unavyokuja mpaka utakavyopita. Akipendezewa anainua nini? Fimbo. Akiinua fimbo, wewe ni nani? Malkia. Akiinua fimbo anakuwa ni nani? Malkia. Kwa hiyo wasichana wakajitahidi.
wakaingizwa huko. Na sasa sio unaenda kununua vitu, sijui unaenda basi ni anaitwaje hapo mpakani, wendi Hispania kutafuta vifaa vya kujitakasa. Vifaa vipo, kama miguu ilitoboka toboka watakusugua vijakazi 7 mpaka magaga yanaondoka, unakuwa fresh. Kwanza ukioga miezi 6 unasuguliwa, wewe si utabadilika tu? Hata kama mweupe kama mimi unabadilika kwa kweli. Nataka nikutangazia asubuhi ya leo, uko hapa EAGT, kuna vifaa vya utakaso ndani ya kanisa hili. Nasema kuna vifaa vya utakaso ndani ya kanisa hili. Wewe unasuguliwa, hujui ni kwa muda gani. Kuna mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Simba wa kabila la Judea, utapita mbele yake siku moja. Anasema utapita mbele yake siku moja. Nimesema pointi namba 1, Esther aliyasikiliza mafundisho na kufanya nini? Na kuyatenda. Mstari wa 10 sura ya 2. Nani ana maiki anisaidie? Watumishi wa Mungu mwenye maiki anisaidie kusoma. Asante sana. Walakini Esther hakudhihirisha kabila yake wala jamaa yake, kwa maana ndivyo alivyomwagiza Mordekai asiwadhihirishe. Esther akapewa masharti, akapewa mafundisho na Mordekai. Utakapokuwa huko Shushani ngomeni, usidhihirishe nini? Mbona msemi jamani? Usidhihirishe nini jamani? Wala unaona hako kipengele kana umuhimu sana. Na mimi nataka nichukue kipengele hicho niguse pointi fulani. Ndani ya Kristo Yesu hatuna ukabila. Anasema hatuna ukabila. Ndani ya Kristo Yesu hatuna nini? Mordekai anamwambia Esther, usidhihirishe kabila lako. Saa nyingine katika maisha ya Ukristo tumeshindwa kuendelea mbele kwa sababu ya ukabila. Sasa mtu anataka kudhihirisha ukabila lake. Mimi kabila langu ni hili. Mimi kabila langu ni hili. Kabila langu sisi lina uwezo. Hakuna kabila lenye uwezo ndani ya Yesu Kristo. Nasema hakuna kabila lenye uwezo ndani ya Yesu Kristo. Usidhihirishe kabila lako. Watu wameharibu makanisa kwa sababu ya ukabila. Kazi ya Mungu imeshuka chini kwa sababu ya nini? Ya ukabila. Akaambiwa Esther, hakuna kutaja kabila lako. Wewe uwe Esther kama ulivyo. Haleluya. Hatuhitaji kabila la mtu, tunahitaji jawabu la Bwana ndani ya maisha yako. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema akaitwa Yusufu, akaambiwa nimesikia unajua kutafsiri ndoto. Akasema ndio. Hebu niambie, nimeota ndoto iko hivi na hivi, inakaje? Nimeona ng'ombe waliokonda wanameza ng'ombe walionenepa, masuke yaliyokonda yanaharibu masuke yaliyonenepa. Unasemaje? Akaambiwa mfalme, sio mimi ninayetafsiri ndoto, bali yuko Mungu wa mbinguni, atakupatia majibu ya amani. Nisitoke huko sana. Maana yangu mfalme huyu baada ya kutafsiriwa ndoto na Yusufu, na unajua Yusufu sio Misri. Yusufu ni nani? Mwibrania. Alipelekwa kule kiutumwa. Mfalme hakujali mambo hayo. Mara nyingi wa Kristo tunafeli kufikia mafanikio ya ushindi kwa sababu huwa hatushiki mafundisho. Unafundishwa vizuri hapo. Mchungaji anafundisha, askofu wa kanisa hili anafundisha, anakuelekeza vizuri mafanikio yako, namna gani utafanikiwa katika maisha ya kiroho. Anafundisha juu ya kuwa muombaji, anafundisha juu ya kumtii Mungu, anafundisha juu ya kutoa sadaka na zaka, anafundisha juu ya kuwa na maisha matakatifu bila kujichanganya changanya. Wewe ukitoka hapa, zaka hutoi sawa sawa, unatoa zaka za kuibia, utii wako sio mzuri, mara nyingine unaingia kwenye mauasherati, huwezi kufanikiwa. Tunapoangalia ushindi na mafanikio ya Esther, namba 1, alikuwa anasikiliza mafundisho na kuyatendea. Bila kusikiliza mafundisho halafu bila kuyatendea kazi, hutafanikiwa. Wengine wamefundishwa Yesu Kristo ni maji yaliyo hai, Yesu Kristo ni maji ya uzima, lakini anatoka hapa anaenda kununua chupa ya maji kwamba hiyo ndio ina nguvu, ina upako, inamsaidia. Ni kwa sababu anasikilizaga mafundisho, hajui kuyashika. Wengine wamefundishwa hapa sisi ni chumvi ya ulimwengu. Chumvi ya ulimwengu. Alafu unatoka hapo unaenda unanunua chumvi tena, unaiweka nyumbani kwako, unaiweka kwenye biashara yako. Unakosea. Wewe mwenyewe ni chumvi, unaenda kununua chumvi. Mguse jirani yako, mwambie wewe unashika mafundisho na kuyatendea kazi.
Tusomee Esther mstari wa 15, 16 na 17. Sikilizeni kwa makini. Hata ilipoadia zamu yake Esther binti Abihaili, mjomba wake Mordekai, ambaye alimtoa kwa binti yake ili aingie kwa mfalme, yeye hakutaka kitu ila vile vilivyoagizwa na Hegai msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda wanawake. Naye huyu Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomwona. Basi Esther alipelekwa kwa mfalme Ahasuero katika nyumba ya kifalme mwezi wa 10, ndio mwezi wa Tabethi, mwaka wa 7 wa kumiliki kwake. Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Endelea na 18. Ndipo mfalme alipowafanyia karamu kubwa maakida wake wote na watumishi wake, yani karamu yake Esther, akafanya msamaha katika majimbo yote, akatoa zawadi sawasawa na ukarimu wa mfalme. Nisikilize, ikawadia zamu ya nani? Tuseme wote, ikawadia zamu ya nani? Esther alipokuwa anakwenda kwa mfalme, kulikuwa kuna watu wawili wanaotoa huduma. Walikuwa wawili. Mmoja alikuwa anaitwa Hegai, alafu mwingine alikuwa anaitwa Shagshagaz. Hawa wawili hawa, Hegai alikuwa anamwambia Esther, ukitaka kufanikiwa kwenda kwa mfalme, usibebe makorokocho mengi sana, uwe na kiasi. Si Biblia imesema kiasi eh? Halo. Naona akawa ameambiwa na huyu Hegai, uangalie, alafu usibebe vibegi vingi sana, alafu ukipaka lipstiki usipake ile nyekundu, yani kama umekula damu ya nani ya kuku. Paka kiasi fulani, yani isizidi sana. Sawa jamani? Akawa amemwelekeza vitu vinavyofaa. Lakini Shagshagaz alikwambia, wewe mfalme yule anataka mambo na piga lipstiki mpaka kule, weka ule uwanja wa Masizi paka karibu na kwenye nani huku, alafu chukua viatu vya mchuchumio, ukienda namna aone unadundika dundika. Sasa mfalme alikuwa makini. Unaona huyu mfalme, simekuonyesha tangu mwanzo jinsi alivyokuwa, alikuwa very smart. Kwa hiyo anakuja msichana wa kwanza amejipamba kiasi ambacho ukimtazama Yezebeli amempita. Mfalme anakaa haangalii wala hashughuliki naye, anapita view, unaenda kule. Shagshagaz. Hegai anafundisha vizuri. Maandiko yamesemaje hapa? Isipokuwa Esther alifanya vile alivyoambiwa na nani? Na nani jamani? Na Hegai. Kwa hiyo tunaanza kuona pointi nyingine. Esther alikuwa anasikiliza mafundisho na kufanya nini? Na kuyafanyia kazi. Esther akajipodoa kama wasichana wengine, lakini kwa wastani. Haleluya. Biblia inasema mfalme akavua taji la Vashti akamvalisha Esther. Esther akawa ndio malkia badala ya nani? Ya Vashti. Tusome mstari wa 20, sura ya 2 mstari wa 20. Esther alikuwa hajadhihirisha jamaa yake wala kabila yake kama vile Mordekai alivyomwagiza. Kwa maana Esther alikuwa akiyashika maagizo ya Mordekai vile vile kama wakati alipolelewa naye. Paka hatua hiyo Esther ameshavalishwa taji, amekuwa malkia, mke wa Vashti mfalme. Maandiko yanasema hata wakati huo Esther hakudhihirisha nini? Kabila lake. Kwa sababu gani? Alikuwa anayashika mafundisho ya Mordekai tangu mtoto mdogo. Ukitaka ufanikiwe katika maisha yako ya kiroho, shika mafundisho, sikiliza mafundisho, halafu yaingize kwenye matendo. Hata kugetokea imani za upotoshaji namna yoyote zile, kwa sababu zinakuja. Acha hizi tunazoziona sasa hivi, hizi ni ndogo. Zinakuja imani, zitafufua mtu kutoka kuzimu, atafufuka na zitasema tumekuja kwa jina la Kristo. Sasa kama hujashika mafundisho, hujakaa kwenye mafundisho, hatuko na wewe. Tuache hiyo. Tuende namba ngapi? Namba 2. Namba 2, ngoja nifanye kuielezea namna hii. Nguvu ya maombi na kufanya nini? Na
kufunga. Ukisoma Esther sura ya 4 mstari wa 16, Biblia inasema Esther akamwambia Mordekai, nendeni mkafunge kwa ajili yangu na mimi nifunge, halafu nitakwenda kwa mfalme kinyume cha sheria. Kuna nguvu katika maombi na kufunga. Sio tu maombi tu, sio tu kufunga bila maombi. Maombi na kufanya nini? Na kufunga. Kwa hiyo maombi ya kufunga yana nguvu isiyo ya kawaida. Kuna mahali unafika kuna utata, unafika mahali mambo yanagoma, unafika mahali mambo yanakataa. Mmeomba, mmesali, mmeshukuru, mmetoa, mmefanya hivi, inagoma. Nenda ingiza maombi na kufunga. Esther akajua hapa hatuwezi kufaulu. Tutakachofaulu hapa, hawa Wayahudi wafunge siku 3 na mimi nifunge siku 3, alafu nitakwenda kwa mfalme nikajitokeze. Maana maombi huwa yanakwenda kuvunja na kuharibu kila kitu. Maombi ya kuomba na kufanya nini? Jamani, tunakubaliana? Yaani kufunga na kuomba sio kiburi. Hatusemi nafunga ili unanyenyekea. Unaonyesha hali ya unyenyekevu kama Mungu, jambo hili mimi limenishinda. Mungu, jambo hili mimi siwezi. Nimewaonya watoto wangu, nimewalea katika Kristo, nimewaleta Sunday school. Mungu, nimefanya nini mbele zako? Lakini baadaye watoto wamekuwa, wameanza kujiingiza katika mambo ya dunia. Hawataki kanisani, wamekuwa wakorofi. Hutawasaidia kwa kuwafokea, hutawasaidia kwa namna nyingine. Kama maombi ya kawaida yameshindwa, unakuja na maombi haya sasa ya kufunga na kuomba. Kwa sababu kwenye kufunga na kuomba kuna nguvu isiyo ya kawaida. Nasema kuna nguvu isiyo ya kawaida. Na Yesu akafundisha mahali fulani, akasema namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kufanya nini? Na kuomba. Ziko namna ambazo huwa hazitoki. Kuna namna nyingine zinakuaga ngumu. Wakati mwingine hata magonjwa fulani yanataka kukulazimisha ya kulemea. Na unakutana na wahubiri wengine wanakuambia huo ni ugonjwa wa ukoo wenu, maana babu yako alikuwa nao, shangazi yako pia alikuwa nao, na mjomba wako pia alikuwa nao, na wewe uko nao. Unaanza kujitengenezea uraia wa mbinguni ukiwa duniani, maana unajua kwa ugonjwa wao utakufa. Mtoto wa Mungu, utakufa kwa wakati na majira ambayo Bwana ameyakusudia. Ukiona gea hiyo ya maombi ya kawaida haitoshi, ingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Mungu hajabadilika, ni yeye yule jana na leo na hata milele. Anasema tukafunga na kuomba, tukapita hapo magaidi wakashindwa kutuvizia. Tukapita na watoto wetu, tukaenda tukatokea upande wa pili. Kuna wakati fulani nilikuwa na kijana wetu wa mwisho alizaliwa mwaka 91. Alianza vizuri, tukamlea akaendelea vizuri sana. Najua ataangalia, atasikia nikisema, kwa sababu ataona kwenye mtandao na anajua anachozungumza ni kweli. Akaenda vizuri sana, tukampeleka chuo cha Biblia kule Nairobi, akasoma. Tukafikiri sana, na mimi nilitamani sana na mama, nikasema huyu atabeba huduma huyu, maana namuona na mkakati. Akawa akisimama akihubiri, akiimba, kanisa linafurahia. Akiwa tu kijana mdogo, tunampa madhabahu, anahubiri vizuri. Ikafika katikati akachanganya madawa kama wanavyosema vijana, akawa tofauti kabisa. Watu wakaanza kusema angalia mtoto wa mchungaji. Na kuna washirika wengine ambao hawana macho, wakiona mtoto wa mchungaji anaenda vibaya, wao ndio wanafurahia. Halafu wanaanza kusema mama mchungaji hajui kulea, wanawadekeza watoto, wanafanya hatunaga muda wa kudekeza watoto. Isipokuwa adui aliingia katikati, ikatuumiza sana. Tukaomba, tukashirikisha kanisa. Na kanisa nyingine tunashirikisha kanisani, wengine wanafurahia, wanasema si ndio ngoja na wao waone, si hata si watoto wetu wanakuwa namna hiyo. Ikaenda tukafika mahali mimi na mke wangu tukasema mama, tutumie namna hii ambayo hii haitatoka isipokuwa kwa kufunga na kuomba, lakini kwa unyenyekevu. Tukaanza kunyenyekea, tukaendelea kufunga. Huyu Mungu wa mbinguni akakutana na yule kijana, akazungumza na yule kijana, akafungua maisha yake, akaanza kuja kwenye barabara. Haleluya, haleluya. Mungu aliona Ninawi inatenda dhambi, uasharati mkubwa, ushoga umekithiri. Manabii wakitumwa wanauawa kule Ninawi, kila wakienda wanauawa, paka manabii wakaogopa. Mungu anamwambia Yona, nenda Ninawi ukawahubirie Ninawi, waambie Ninawi baada ya siku 40 Ninawi utafanya nini? Utaangamia. Paka Yona anaogopa, nikienda Ninawi si nitakatwa nini? Nitakatwa kichwa. Biblia inasema Yona akakata tiketi akimbie aende Tarashishi.
walimu wa Biblia wanasema alikuwa ameamua Yona kukimbia ili asiwahubirie watu wa nini, wa Ninawi, ili Mungu awafute watu hao, maana walikuwa ni wakorofi sana. Inawezekana ni kweli, lakini pia inawezekana si kweli. Lakini hatua ya pili pia Yona aliogopa, kwa sababu alijua nikiingia hapa Ninawi nitafanya nini? Nitakatwa kichwa. Hawakuwa watu wa kawaida, watenda dhambi, halafu wapagani, halafu wanaua, hawataki kusikia neno la Mungu likihubiriwa. Kama mnavyofahamu maeneo mengine, upeleke Biblia useme nimeleta Yesu anayeokoa, ujue siku hiyo hiyo una jeneza lako la kwenda wapi? Si ni kweli jamani? Si ni kweli? Yona akakata tiketi akaingia aende Tarshishi. Akiwa kwenye meli akatafuta chini huko akajificha akalala. Mungu akasema, wewe Yona, tutakumbana na wewe. Sikukupa huduma kwa bahati mbaya. Nachelea kusema hauko hapa AGT kwa bahati mbaya. Uko hapa kwa makusudi ya Mungu. Nasema uko hapa kwa makusudi ya Mungu. Kwa hiyo fanya lile kusudi la Mungu ukiwa hapa AGT. Na kama unasikiliza mafundisho haya na ukiyatii, Bwana atakutokea. Nasema Bwana atakutokea. Nasema Bwana atakutokea. Usifanye vitu vyako kufurahisha watu wengine, fanya vitu vyako kumfurahisha Mungu wa mbinguni. Kwa nini uko AGT? Kwa nini Mungu amekuweka AGT? Hajakuweka kwa bahati mbaya. Amekuweka hapa ili kupanua ufalme wa Mungu. Amekuweka hapa ili Kristo ainuliwe na kutukuzwa. Nimesoma kwenye Biblia, huwa Mungu akiamua jambo huwa ameamua, lakini kuna sehemu kama 3 Mungu aligairi kitu ambacho sio cha kawaida. Kwa nini Mungu aligairi? Maandiko yanasema watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu. Mfalme akatangaza kuomba na kufanya nini? Na kufunga. Akasema bata, mbuzi, ng'ombe, mbwa, kuku hakuna kula kwa muda wa siku ngapi? Siku 3. Na mbwa na mabata yote yafungwe magunia. Kwa hiyo mtaani ilikuwa ajabu, na kakuta kambwa kamepigwa pamba ya gunia, unakuta kambuzi kamefungwa magunia. Na mfalme anasema wote sisi tutakuwa mbele za Mungu tukiomba. Nguvu ya maombi ya kufunga siku 3, Mungu akaghairi. Hata kama kuna jambo linakusumbua, ukienda kwenye maombi ya kufunga kwa unyenyekevu, nataka nikwambie hiyo ni gia isiyo ya kawaida. Namba 1, Esther alikuwa anayashika mafundisho na kuyatii. Namba 2, Esther aliingia kwenye kufunga. Nimwambia mjomba wake Mordekai, acha tufunge halafu twende kwa mfalme kinyume cha sheria. Jambo la 3, kuhatarisha maisha kwa ajili ya kuokoa taifa. Esther alihatarisha maisha yake kwa ajili ya kuokoa nini jamani? Taifa lake. Lazima ufikie mahali ujue hujaitwa kwa bahati mbaya. Wakati mwingine unafikia mahali unahatarisha maisha yako kwa sababu ya kuokoa watu wako. Unampenda Mungu kiasi ambacho unakuwa tayari. Esther anasema nitakwenda kwa mfalme kinyume cha nini? Cha sheria. Nikiangamia na nifanye nini? Niangamie. Kwa hiyo yuko tayari kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kama Esther alikuwa tayari hata kufa ili watu wake wasipotee, wewe ni nani na mimi? Wakati tunaposema michango ya Injili, tunaposema michango ya maendeleo ya kanisa, unaangalia maisha yako, unaangalia kama utakufa, unaogopa kutoa, unaona nikitoa sijui nitakufa. Esther alihatarisha maisha yake. Lazima Mkristo ufike mahali haupo kwa bahati mbaya, uko kwa ajili ya ufalme, na unavyofanya Mungu atakutembelea. Haleluya. Mungu wetu apewe sifa. Nasema Mungu wetu apewe sifa. Kwa hiyo unaweza ukaona vile ambavyo Esther na watu wengine ambao waliyatoa maisha yao kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kuna mahali Paulo anasema kuishi ni Kristo na kufa ni nini jamani? Ni faida. Kuna mahali Paulo anasema msinizuie, msiniache nisiende Yerusalemu. Niko tayari kuuawa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Kristo. Alikuwa ameyatoa maisha yake, alikuwa tayari amekubali yeye hata angekufa, lakini kazi ya Bwana ingeendelea mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe utafanyaje kujitoa kwa ajili ya taifa la Tanzania? Unafanyaje kujitoa kwa ajili ya watu wa Tarime? Hauko hapa kwa bahati mbaya. Uko hapa kwa ajili ya kujitoa maisha yako kwa watu wengine. Haleluya. Haleluya. Jambo la 4, kumpa Mungu nini? Nafasi. Bwana Yesu apewe sifa. Acha nimalizie hapo leo. Kumpa Mungu nini?
nafasi. Nisikilize nikwambie, usiwe saa nyingine na haraka. Mimi nampenda Mungu. Kuna mambo Mungu anafanya papo hapo. Hata hapa naweza nikaomba, tukaomba hapa na mchungaji, tukaomba ukaponywa sasa hivi, au jambo lako ukatoka hapa likaleta majibu. Lakini pia Mungu tukaomba akachukua muda. Mnanikubali? Jamani, mnanikubali? Kwa hiyo wakati mwingine wewe unampa Mungu nini? Nafasi. Esther alipokwenda kwa mfalme Ahasuero, Esther akanyoshewa fimbo, akaambiwa na mfalme, Esther Malkia, ni nini haja ya moyo wako? Sema, utapewa hata nusu ya nini? Ya ufalme. Ningekuwa mimi na haraka haraka kama wewe na haraka haraka, ungesema simeshakubalika. Mungu, mfalme, nipatie hiyo nusu ili niwahifadhi ndugu zangu. Lakini Esther akampa Mungu nafasi. Esther alimpa Mungu nafasi. Chukua hiyo pointi, ni ya muhimu sana, kumpa Mungu nafasi katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ilikuwa ni siri ya mafanikio ya nani? Ya ushindi wa nani? Wa Esther. Na iwe siri ya mafanikio ya ushindi katika maisha yako. Uwe unampa Mungu nini? Nafasi. Ukimpa Mungu nafasi, unamfanya Mungu ashughulike katika kiwango ambacho wewe hukutegemea. Haleluya. Nataka kusema hivi, yule mfalme alimwambia Hamani, sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 3 na 4, kwamba watu waanguke na kusujudia mbele za nani? Mbele za. Tulipokuwa tunafanya ibada hapa, waimbishaji walipokuwa wanatuabudisha hapa, walituonyesha namna ya kumsujudia nani? Mungu, si ndio jamani? Tukapiga magoti, tukaanguka, tukamsujudia nani? Hiyo inapewa Mungu peke yake, hapewi mtu yoyote. Hapewi askofu mkuu wa dini yoyote ile. Hapewi mwenyekiti wa CPCT hiyo nafasi. Hapewi kiongozi yoyote duniani. Ni Mungu peke yake. Sasa huyu Mordekai naye alikuwa ameyasikiliza mafundisho ya kwamba msujudie Mungu pekee, mwabudu yeye tu. Na yeye anafanya kazi ofisini, atafanyaje? Mordekai, Hamani anakuja, akija wa kwanza anaanguka na kusujudu, wa pili anaanguka na kusujudu, wa tatu anaanguka na kusujudu. Sasa sijui kama Hamani alikuwa ni wanne, haijatueleza vizuri. Hamani limenyoka namna hiyo. Mordekai limenyoka namna hiyo. Hamani anapita, anaona huyu ni jamaa gani huyu? Haelewi mimi nimepewa mamlaka. Anakosaje? Alafu sikiliza nikwambie, wale rafiki zake wanamwambia, si ishara kwako rafiki yangu kuanguka na kusujudu. Huyu jamaa hafanyagi masiala huyu. Atakushughulikia. Yaani watu wengine wanakufundisha namna ya kuasi. Mko ofisini, mna bosi fulani anapenda mambo ya ngono kwa wanawake, wale wasichana wenzako mnaofanya nao kazi wanakushawishi, wewe hapo utasumbuka, ukitaka kupandisha cheo mara moja tu utapoteza mwelekeo wako. Utapoteza wito wako. Au tutoe rushwa, tufanye hivi, utapoteza kicho ambacho Bwana amekuwekea pale. Hamani, Mordekai amesimama tu namna hii. Huyu Hamani akarudi akataka kujua Mordekai ni mtu wa kabila gani. Akagundua Mordekai ni, nisaidieni nataka nimalize, Mordekai ni nani? Akajua sasa nitakachofanya ni hiki. Sio Mordekai peke yake, nafuta Wayahudi wote walioko Shushani. Alafu Hamani alikuwa na pesa zake mwenyewe, akaenda kwa nani? Kwa mfalme. Jamani, tuwe tunawaombea wafalme. Saa nyingine washauri wao sio wazuri. Anamfuata mfalme, anamwambia, sikiliza mfalme, kuna kabila ambalo tuko nalo lina adabu mbaya sana. Umenipa mimi nafasi wote waniangukie na kunisujudia. Sasa hawa hawaanguki na kusujuda. Hayo kabila ni la Wayahudi. Sasa nataka tuwashughulikie. Ninazo fedha za kutosha. Mfalme akamwambia, wala usisumbuke na hizo fedha zako, nakupa na fedha nyingine. Futa hao jamaa. Barua ikafanya nini? Ikaandikwa. Mnamkumbuka mwimbaji mmoja waraka wa amani waliopewa Wayahudi. Sinasikia hebu endelea kuimba. Yes, imba. Asante sana kwa sababu mnaofahamu huo wimbo. Maana yake huyu Mordekai alishapewa waraka Wayahudi wafanye nini? Mnanisikiliza jamani ninapomalizia? Wauawe watu gani jamani? Wayahudi. Na Mordekai ni nani? Myahudi. Waraka ukaandikwa
Na kuuawa ni kukatwa vichwa, kutundikwa kwenye miti, kutupwa kwenye tundu la simba, kutupwa kwenye moto. Ule waraka ulipoandikwa, ndio sasa Esther wameshaambiwa na Mordekai, amesha kwenda kwa mfalme, amepata nafasi ya kuwatetea watu wake. Sasa kaambiwa nikupe hata nusu ya ufalme. Akasema naomba kesho uje na Hamani. Hamani huyo aliyeandika nini? Waraka. Uje naye kwenye sherehe. Na Hamani yuko chini ya mfalme. Hamani anasikia raha, naitwa kwa malkia na kwenda kula chakula kwa malkia, mimi na mfalme. Nani mtu kama mimi? Si mimi nina heshima kubwa. Wakafika kwenye chakula pale wakala. Esther hana haraka ya mambo. Nigusie jirani yako, mwambie wewe tatizo lako ni haraka haraka. Na wewe ni shahidi wa moyo wako. Kuna mambo yamekuponza kwa sababu ya haraka zako. Usiwe na haraka. Saa nyingine hata huyu aliyekuoaga wewe ulifanya haraka sana. Unatakiwa uombe Mungu. Ndio maana unaambulia makofi, unakuwa kimya kimya, mnamalizana humo kwa humo. Ulifanya haraka. Kuna mtu alitakiwa huyu amchukue ndio angemdunda, wangewezana, sio wewe. Halo. Ulifanya haraka, kijana wa kiume ukaanguka dhambini sababu ya haraka zako tu. Usifanye haraka. Usiamshe mapenzi, usiachochee kabla ya wakati wake. Wakati utafika. Mwambie binti mwenzako wakati utafika, utapigiwa vigelegele. Acha haraka. Changamoto za watoto, unaweza kupitia changamoto umesoma lakini unatafuta nafasi haipatikani. Unaweza kupitia changamoto za kukataliwa. Hivyo ni vipindi tu, vinakuaga vya muda. Kama vipindi vya mvua sasa hivi ni vya muda. Hivyo vipindi vitaisha. Hata mimi unayeniona mimi haikuwa namna hiyo, nilikuwa tofauti kabisa. Kwanza nimezaliwa peke yangu kwa mama yangu. Mama yangu hakuzaa mtoto mpaka ameondoka duniani pamoja na baba. Kwa hiyo mama yangu alikuwa anachekwa sana na wanawake wenzake na akaonekana ni mwanamke ambaye hana uzao. Hiyo ilisababisha baba yangu aoe tena mwanamke mwingine ili apate watoto kwa mwanamke mwingine. Mimi nikaonekana kama, yani mama yangu akaonekana kama hana faida, lakini ashukuriwe Mungu wa mbinguni, huyu aishie na kutawala. Mungu aliniokoa kabla mama yangu hajakufa, akayaona mema ya nchi, akaonja baraka za Bwana. Haleluya! Mungu anakujali. Mungu anakupenda. Usikate tamaa mteule. Nasema usikate tamaa mtoto wa Mungu. Nasema usikate tamaa mwanamke. Hata kama unapitia magumu, yuko Yesu Kristo. Yuko aliyekufia msalabani. Yuko aliyetoa maisha yake kwa ajili yako. Yuko anayekujali mchana na usiku. Yuko anayekupenda, si mwingine Yesu Kristo, simba wa kabila la Yudea. Hebu simama kwa miguu yako pale ulipo katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema katika Yakobo, iweni watendaji wa neno, msio wasikiaji tu. Mara nyingi watu wanasikia neno halafu hawawi tayari kulitendea. Biblia inasema ni sawa sawa na yule mtu anayejiangalia uso wake kwenye kioo, baadaye anasahau vile alivyo. Pokea neno la Mungu, litendee kazi neno la Mungu. Nasema pokea neno la Mungu, litendee kazi neno la Mungu. Amen. Katika hii Shushani mahali hapa kuna vifaa vya utakaso. Mara nyingi vinaletwa, mara nyingi unafundishwa ili ufae, uwe malkia utakayepokelewa na Yesu Kristo, utakayekubaliwa siku ile na Yesu Kristo. Hebu kuwa na muda mzuri, hebu jitunze, hebu tembea vizuri katika maisha hayo, utauona wokovu wa Bwana. Utaona vile Mungu atakavyokupigania katika jina la Yesu Kristo. Lakini jambo la pili, usiache kufunga. Wakati mwingine kuna namna nyingine ni ngumu, hazitaki kutoka, ziingize katika maombi na kufunga. Mshirikishe mchungaji, mwambie ninapitia katika jambo hili, naomba unisaidie, natamani niingie kufunga. Wakati mwingine mwili wangu unakataa, wakati mwingine nasikia kushindwa. Nataka nikwambie hiyo ni njia mojawapo itakufaa, utatoka katika hilo ambalo unakutana nalo. Lakini wakati mwingine uwe tayari kujitoa kiasi cha kufa. Usiogope wakati fulani Mungu anasema na wewe kutoa pesa kwa ajili ya kazi ya Mungu, kutoa pesa kwa ajili ya kuchangia ufalme wa Mungu. Usiogope. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana na wewe ni mali ya Bwana. Jitoe. Hata kama watu wanasema unajipendekeza, basi ni vizuri kujipendekeza kwenye ufalme wa Mungu, nao utafanikiwa. Lakini jambo lingine ni vizuri kumpa Mungu nafasi. Usiwe na haraka. Unapompa Mungu nafasi, anaweza kukufanyia mambo makubwa na ya ajabu na ukafanikiwa katika maisha yako. Tazama, wewe ni Bwana. Haleluya.
Mungu wa wote wenye mwili, je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Tazama wewe ni Bwana Mungu wote, Mungu wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote unasikia moyoni mwako tumejifunza habari ya maneno haya na unahitaji jambo fulani Mungu akutendee katika maisha yako, chukua nafasi yako, njoo hapa mbele niombe pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Chukua nafasi, njoo hapa mbele tuombe pamoja na wewe. Wakati praise and worship unatupeleka taratibu mbele za Bwana, nataka niombe pamoja na wewe. Mungu ana makusudi mema kwa ajili yako. Mungu ana makusudi mema na maisha yako. Mungu anakupenda, anaujua moyo wako, anajua jinsi vile unavyopenda, anajua vile ujitoa kwa ajili ya Mungu, na anajua kabisa uko hapa kwa bahati mbaya. Na mimi nataka nikwambie uko hapa EAGT sio kwa bahati mbaya. Mungu amekuweka hapa kwa makusudi, ana mpango na maisha yako. Anataka kukuinua, akupeleke hatua nyingine. Inawezekana kuna wakati umesikia mafundisho, yamefundishwa ukafanya tofauti. Mungu yuko tayari kukusamehe. Mungu yuko tayari kukuinua kwa upya. Mungu yuko tayari kutembea na wewe unapoanza kwa upya. Inawezekana wakati mwingine umeogopa kujitoa kiasi cha kufa, ukifikiri labda utapoteza uhai wako. Mungu yuko tayari kufanya kazi na wewe. Ninaenda kuomba wakati mkono wako umeweka kifuani, huku kimwambia Mungu kimoyoni moyo ya kwamba Bwana nisaidie, Bwana unanijua, Bwana ninakupenda, na neema ya Bwana itakuwa juu yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, nimesimama kwenye madhabahu hii takatifu. Ewe Mungu unayejibu, kutana na mahitaji ya mwanamke huyu, kutana na mahitaji ya baba huyu, kutana na mahitaji ya kijana huyu, kutana na mahitaji ya mzee huyu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Angalia moyo, angalia haja ya moyo wake, angalia kilio chake, angalia kilio chake. Ewe Mungu, kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu wa Nazareti, pokea ijara kamili, pokea ijara kamili katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna vifungo vyovyote, Bwana wa rehema akufungue, akufungue sasa katika jina takatifu la Yesu Kristo. Pokea neema ya Bwana ya ajabu, pokea ufahamu wa Bwana wa ajabu katika maisha yako. Bwana atakukumbuka. Alimuinua Esther aliyekuwa yatima, aliyefiwa na baba na mama, akikosa tumaini, akampata Mungu ambaye ni tumaini, Yesu Kristo, tumaini la maisha yako. Alimuinua Mordekai aliyesimama kusimamia sheria za Mungu, hakukubali kusujudia mwanadamu, na wewe anaenda kukuinua katika viwango visivyo kawaida. Bwana angalie uzao wa tumbo lako. Bwana angalie familia yako. Bwana angalie watoto wako. Bwana angalie mume wako. Bwana angalie mke wako. Bwana angalie masomo ulionayo. Bwana atazame biashara na mashamba ulionayo. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, na watu wa Mungu waseme amen. Amen, 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 amen. Mungu awabariki sana. Bwana wa mbingu awabariki sana.